Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamshikilia Christopher Kilibobo mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa Ungubi, kata ya Kiwanja cha Ndege, manispaa Morogoro, kwa tuhuma za kumuua Edgar Sakaya mwenye umri wa miaka 35 kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali kwenye mkono wake wa kulia. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Sakap Alex Mkama amesema tukio hilo limetokea Aprili 20 mwaka huu wa 2025 mtaa wa Mawenzi, manispaa Morogoro, ambapo mtuhumiwa na marehemu wote kwa pamoja walikuwa katika hali ya ulevi. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Christopher Raymond Simbaliana Kibobo. Huyu ana umri wa miaka 22, ni mkulima mkazi wa mtaa wa Ungubi, kata ya Kiwanja cha Ndege, wilaya ya Morogoro, kwa kosa la mauaji ya Edgar Venance Sakaya mwenye umri wa miaka 35, mkulima na mkazi wa Ungubi. Hii tukio limetokea kifo kimetokea tarehe 21 mwezi wa 4, lakini mwanzo wa tukio ni tarehe 20 mwezi wa 4 2025 mchana huko mtaa wa Mawenzi, ambapo mtuhumiwa na marehemu wote wakiwa katika hali ya ulevi waligombana na kupelekea mtuhumiwa kumchoma na kitu chenye ncha kali kwenye mkono wake wa kulia, na alifariki tarehe 21 mwezi huu wa 4, kwa maana ya jana, wakati anapatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Upelelezi wa tukio hili unaendelea, na ikiwa ukikamilika, mtuhumiwa atafikishwa katika vyombo vingine vya haki jinai kwa ajili ya kufanya maamuzi ya kisheria. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kuacha tabia ya kukunywa pombe kupita kiasi. Aidha, linawataka kuacha kujichukulia sheria mkononi na kutumia vyombo vya kisheria mara wanapopata matatizo yanayohitaji kutatuliwa na mkondo wa sheria. Kipindi cha sikukuu ya Pasaka imekwisha vizuri, na ilikuwa ukiacha ile tukio moja ambao nimeizungumzia sasa hivi hapa, hatukuwa na matukio makubwa ya uvunjifu wa amani, lakini pia hatukuwa na matukio ya uhalifu, na hatukuwa na taarifa za ajali ambazo zimetokea kwenye eneo letu. Tumekuwa tu na vifo kama viwili vya watoto ambao walizama maji kwenye wilaya ya Ulanga na wilaya ya Malinyi. Ukiacha hizo hitilafu ndogo, lakini kwa ujumla hali ilikuwa ni shwari. Kufuatia taarifa hii ya kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, Rindimo Media imewatafuta baadhi ya wakazi wa manispaa Morogoro kuzungumza nao na kujua nini hasa sababu inayosababisha baadhi ya vijana kutumia pombe kali na kufanya matendo ya sofa na kusababisha vifo kwa baadhi ya wenza wao. Kwa majina naitwa Joshua Moshi, ni mkazi wa Morogoro. Kwa sasa matukio mengi ya ukatili wa kijinsia, lakini pia ukatili ambao sio wa kijinsia, tumeona mara nyingi matukio ya watu kuchomana visu yamekuwa yakiongezeka hapa nchini, na moja ya sababu ambayo inapelekea hayo matukio kuongezeka ni pamoja na utumiaji wa madawa ya kulevya, lakini pia ulevi wa kupindukia. Unajua, watu wanapotumia madawa ya kulevya pamoja na kunywa pombe kupindukia, wanakuwa wanafanya vitu ambavyo viko nje ya uwezo wao au viko nje ya wao kujizuia. Anafanya chochote ambacho yeye kinaweza anachokiona kwake ni sahihi. Ndio maana tunapata matukio ambayo watu wanakuta wapo sehemu za starehe zile, wanakunywa pombe, baada ya hapo watu wanachomana visu, wanafanyana ukatili, na mwisho inaweza kupelekea madhara hata ya kuumizana, lakini pia madhara ya kuuana. Lakini pia matukio ya ukatili yamekuwa yakisababishwa pia na mmomonyoko wa maadili. Jamii yetu siku hizi inakuwa bila misingi ile ya kimaadili ambayo tumeizoea toka zamani. Lakini pia uwajibikaji wa sheria umekuwa ni mdogo. Unakuta mtu anapeleka tatizo lake, labda amefanywa ukatili wa kijinsia au amefanywa ukatili wowote, anapokwenda kutafuta ule msaada kwa ajili ya ile tatizo lake kutatuliwa, uwajibikaji wa zile sheria unakuwa ni mdogo, hapati ule msaada ambao walitakiwa kuupata mwanzo. Kwa hiyo pia inachangia matukio haya kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho kinatokana na watu kutokujua haki zao za msingi. Nini afanye ili anapofanywa ukatili, nini anatakiwa kufanya? Hajui ni wapi ambapo atapata msaada wa kisheria ili aweze kutatuliwa lile jambo lake. Haya yote yanasababisha kuwe na ongezeko la masuala ya ukatili wa kijinsia. Chanzo chake kikubwa inatokana na vijana kutumia aina ya vilevi tofauti. Kwa kila mmoja anavyotumia inategemeana na muasiri mwenyewe katika akili yake. Kuna mwingine anaweza akatumia madawa kulevya lakini si muasiri, kutokana na mwenyewe alivyojiwekea.
Lakini kuna mwingine unakuta labda anatumia bangi, sigara au pombe kali hizi. Unakuta labda anajiunga labda kikundi. Sasa mkishaanza kujiunga vikundi, muda wa kufanya kazi hamna. Kwa kama muda wa kufanya kazi hamna, mwisho wa siku kinachokuja kutokea, unakuja watu wale unakuta hawana. Kwa ndo anaingia kwenye ile tamaa kufanyaje na kukata. Kufanyika labda cha kufanyika hapo ni kujitahidi kuzuia hivi vitu wanavyotumia. Kufanya namna ili wapate jinsi ya kuwapata hawa watu. Naweza kuepukana na hivi vitu. Kwa sababu kuna mwingine akishatumia vile vyake, unakuta akili ile ya uoga hana. Kwa akili yake na mtuma tu ndio tukio anaenda kufanya ndio hilo. Kwa chanzo kikubwa kutana hicho. Hii ni Rindimo Media na mimi ni Farida Mangube.